Haleluya. Amen. Haleluya. Natamani kuzungumza nanyi kitu kidogo lakini ambacho kitatubeba. Amen. Amba tumshukuru Mungu. Mfalme mwema, Mungu wa milele, Baba, katika jina la Yesu, wewe uliyefanya vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, nasi tu kazi ya mikono yako. Imekupendeza tukawe kwenye mwaliko huu mzuri kutoka katika madhabahu ya mbinguni. Tunajua lango la mbingu liko wazi kwa ajili ya kutusikia, kwa sababu umetuandalia chakula kile kisichogoshiwa. Ninakushukuru Kristo kwa ajili ya watoto wako, watumishi wako hawa majiant ya mbingu ambao umewachagua katika nyakati hizi tulizo nazo. Asante kwa ajili ya mwalimu wa kwanza ambaye amekwisha kupita kusema na sisi. Asante kwa ajili ya hekima na maarifa katika Roho Mtakatifu ulivyoviachilia ndani yake. Ninakushukuru kwa ajili ya roho za watoto wako zilizouishwa. Asante kwa ajili ya eneo hili ambalo Mungu umetupa kuwepo. Na kushukuru kwa ajili ya waliopewa maono haya wakatuita. Baba, tunakutukuza kwa sababu umetupa nafasi, na sisi tuko mbele zako. Tunakualika Roho Mtakatifu, maana pasipo wewe sisi hatuwezi jambo lolote. Ni wewe Roho Mtakatifu, mwalimu na kiongozi, ukatufundishe, ukayafunue masikio yetu ya ndani yapate kusikia na kuelewa, maana imeandikwa, macho ya mioyo yetu yatiwe nuru tupate kujua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Nami nakusihi kwa damu ya Yesu Kristo, takasa nafsi, fikra zetu kwa damu ya mwana kondoo, maana imeandikwa, Bwana wa amani mwenyewe awatakase ninyi kabisa nafsi zenu na miili yenu, ili muhifadhiwe msiwe na lawama hata kuja kwake Kristo. Nami nakuomba Bwana uwe nasi, Roho Mtakatifu ufundishaye, ukapate kutufundisha, kwa sababu wewe ni mtakatifu na unakaa mahali patakatifu. Tunakutakasia ardhi na anga na mioyo yetu na nafsi zetu na akili zetu, ili Baba unapoachilia cha kwako kikapate kuingia ndani yetu. Na zaidi ya yote, Roho Bwana, shika kinywa changu, achilia lijamu, ninaponena nikanene ya wapasayo watoto wako. Ninajua kusanyiko hili ni la kwako Bwana, nami umenichagua tu nitumike kama chombo chako cha sifa kilichotengwa kwa ajili ya kazi yako hii iliyo njema. Ninaponena nisinene mimi, ukanene wewe, kwa sababu unajua kile wanachokihitaji. Katika Kristo Yesu Bwana wetu, Baba, tunaomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki sana. Andika hivi: tunza thamani yako binti, ili upate kuishi sawasawa na kusudi la Mungu. Tunza thamani yako kama binti, ili upate kuishi sawasawa na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neema tu ya Kristo, Mungu amenipa kutumika, kumtumikia kwa nafasi hiyo. Najihusisha na mabinti, watoto, wanawake, lakini pia kwenye swala la maombi. Kila siku tunakuwa live usiku wa manane, saa 8 mpaka saa 10. Kwa hiyo ukiingia YouTube ukaandika Lydia Kagisa, utaona hata maombi tuliyoyaomba usiku wa leo. Kwa hiyo Mungu ameniita katika kipengele hicho, na sifanye kwa kuwa najisikia, ninafanya kwa sababu ndicho nilichoitiwa na ndicho nilichobakisha katika dunia hii ya sasa. Amen. Wengine anakuuliza, mtumishi, si upumzike tu hata siku moja? Sasa nikipumzika najuaga nina mahali sahihi pa kupumzika, kwa sababu huko siko kwa ajili ya kupumzika, nitapumzika kule kwa Baba. Amen. Tunafundishana, tunaelekezana, lakini katika yote hakikisha target yako ni kumuona nani? Madam ametufundisha vitu vizuri hapa. Nasikiliza vitu vizuri sana. Lakini hivyo vitu tukivitazama katika mwili bila kuvitazama katika roho, hatutafanya nini? Hatutamuona Baba. Amen. Kabla sijakwambia ninachotakiwa kukuambia ni hivi: katika kitu sitamani upoteze ni ile kwenda mbinguni. Amen. Hakikisha mapambano yako yote unayopambana usiteleze ukamwacha nani? Mungu. Ametufunga kwa kutuambia bado tunatafutwa. Ni kweli bado tunatafutwa, na unapotafutwa hakikisha unapatikana. Amen. Wakati mwingine tunatafutwa hatupatikani. Kwa sababu gani? Tuko busy na mambo mengine ambayo yako nje na kusudi. Kwa hiyo hakikisha unatafutwa na unapatikana. Unapokuambia hakikisha unakaa kwenye kusudi lako, ili mradi mpaka uhakikisha unafika mbinguni, ninamaanisha Mungu amenipitisha kwenye mambo mengi ambayo yalilazimisha kutoka kwenye mwili wa damu
kwenda kwenye ufalme mwingine ambao si wa mwili, lakini lengo ni moja. Ninajifunza kwamba alitaka nijifunze ili ninaporudi kukwambia kwamba hakikisha unamtafuta Mungu kwa namna ya kipekee na usiwe na Mungu wa makundi. Yaani hapa si tumekusanyika, tukitoka hapa hakikisha unasukuma tofauti na utakavyosukuma hapa. Yaani Mungu wa kundi hivi tumekusanyika, huyo ni wa jumla, tunaweza tukagairisha, lakini hakikisha una Mungu wa kwako ambaye huwezi kugairi. Unayemtafuta hata kama yani hata mahali ambapo wanasema haiwezekani, wewe jua kwamba hapa itawezekana. Hata nikiwa kwenye daradara na hakikisha namtafuta nani? Amen. Amina. Kwa hiyo mimi niko duniani kwa sababu tu natafuta kulikamilisha kusudi la Mungu na niondoke. Kwa hiyo ninapambana kuhakikisha nalitimiza kusudi. Kwa ndio maana nakwambia tunda thamani yako kama binti ili upate kuishi sawasawa na kusudi la nani? Biblia inaniambia Daudi alipokwisha kulitumikia shauri la Mungu alifanya nini? Alilala. Kwa hiyo tupo duniani kwa sababu ya kusudi. Hivi vingine vinavyotutoa jasho, vinavyotutoa machozi, vinatufanya tusile, tupate mpaka na vidonda vya tumbo, hayo ni mengineyo kwa Mungu. Amen. Amina. Anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo mengine yote tutafanya nini? Tazidishiwa. Sasa tunajikuta sisi tunatafuta hivyo vya ziada, ufalme wake hatutafuti. Bwana Yesu asifiwe. Usihangaike na vya ziada, mtafute yeye akupe vya ziada. Amen. Amen. Ninapozungumza kuishi sawasawa na kusudi la Mungu ili upate kuishi sawasawa, yani utunze thamani yako kama binti ili uweze kuishi sawasawa na kusudi la Mungu. Watu wengi au mabinti wengi wamejikuta wanapoteza thamani yao au wanalipoteza kusudi la Mungu. Ninapozungumza kusudi la Mungu halipo kwenye hiyo elimu ambayo unasoma. Kusudi la Mungu halipo kwenye ubora wa familia uliozaliwa. Kusudi la Mungu halijafichwa kwenye umbile ulilopewa. Wengine mna namba 8, wengine nini, kama madam hapa leo mkuta anafundisha nimempenda. So cute. Sasa kusudi haliko kwenye hiyo sura. Kusudi halipo kwenye sijui nimepata ngapi. Kusudi haliko huko. Kila mmoja amekuja duniani amebeba kusudi la. Kwa hiyo tunaposoma huwa nasema hivi, masomo tunayosoma huko vioni mliko, hivyo mnavyovitafuta ni sawasawa na mmea ambao tayari umepandwa na umeishaota, unawekea mbolea. Elimu yako ni mbolea ya kukusaidia kufanya mmea wako ufanye nini? Ukue vizuri. Lakini kusudi umekuja nalo. Yaani umezaliwa nalo kutoka kwa nani? Kwa Baba. Hatuji kutafuta nini tufanye duniani. Hivi ya kufanya tayari vimeisha andaliwa. Kwa sisi tunakuja kutimiza. Mungu kwa sababu alitupenda, alichokifanya, kwa mfano tunajua kitabu cha Mwanzo wakati Mungu anamuumba mwanadamu, alitengeneza mazingira ya namna ya mwanadamu kuishi, ndipo akamleta mwanadamu akamweka. Kwa hiyo ukiona mtu anaaswa eti natafuta kazi ya kufanya, halijui kusudi lake. Sawa Ukilijua kusudi wewe hatuwezi kuona unahangaika na vibarua huku na huku kutafuta eti natafuta kazi. Unatafuta ina maana unachokitafuta si ukijui. Ninachokitafuta si kijui, lakini ninachokijua sikitafuti na kiendea. Unanielewa Ninachokijua sikitafuti, ninakifuata. Nisichokijua ndio nakitafutiza. Mungu aliumba, akaweka vitu vyote, akapanda miti, akaweka matunda, akaweka kila kitu mpaka chakula. Akamtafuta Adamu akamdumbukiza dubui. Akamwambia sasa lima, tunza hii bustani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 25. Mwanzo ile sura ya 25, ngoja nikusomea hapo kidogo. Nimesema mabinti wengi, hasa tunazungumza kwetu sisi mabinti na mimi nikiwemo binti wa zamani, hivi tunajikuta tunapoteza thamani yetu au kusudi la Mungu kwa vitu vile vidogo, na hasa ninyi wanachuo. Mimi nilikuwa nafunga mpaka na kuomba na muomba Mungu. Simna zile weekendi anakuja na magari kuwachukua kwenda kujirusha kule. Nako endaga kujirusha kule.
Nilikuwa namuomba Mungu, nilikuwa nafisha mwili wa mwanangu. Huu mwili ufe usiwe hai mpaka wakati ulioamriwa. Akajikuta yeye siku anamaliza vipindi tunamuona nyumbani yuko ndani. Siku ana kipindi na narudi wapi? Nilienda mbaya kutoa sadaka ya shukrani. Kwa sababu kwenye kukaa huko ndo tutasikia sio kaenda wapi, na si mnajua IFM katikati ya mjini. Atakata kila kona ya mitaa. Ndio ataenda kula sio KFC, sio KFC. Huko kwenye KFC atakutana na wenye Pepsi kubwa na Coca-Cola kubwa. Kwa mnajikuta mnapoteza vitu vyenu, mnalipoteza kusudi.